وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، leo Shaabani 18 سنة 1437 من الهجرة النبوية. tunaendelea na majlisi yetu ya tatu inayozungumzia maalimu ad-da'wati as-salafiyya. miongoni mwa maalim au min a'zami maalim da'watina مراعاة حقوق العلماء القائمين على الحق وتوقيرهم وإجلالهم. miongoni mwa alama kubwa katika alama za da'wa yetu, dawa tunayoifuata na kuilingania, ni kuchunga haki za maulama waliosimama juu ya haki na kuitetea haki, waliosimama juu ya sunna na kuitetea sunna, mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وتوقيرهم نكوهشيم واو وإجلالهم نكوتكوز واو. نهاية yote yana ushahidi kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ushahidi wa ihtiramu ulama ni kauli yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi aliyopokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala katika musnad yake, hadithi nambari 22802, na kadhalika al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak hadithi nambari 421 kutoka kwa sahaba as-sahabi al-jalil عبادة ابن الصامت
radiyallahu ta'ala anhu amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa minna man lam yujilla kabirana, si katika sisi yule ambaye hamtukuzi mkubwa wetu. Laysa minna man lam yujilla kabirana, si katika sisi yule ambaye hamtukuzi mkubwa wetu, kwa maana hamuheshimu dhu shaiba lishaibati, mzee kwa sababu ya uzee wake. Si katika sisi ambaye hamuheshimu au hamtukuzi mkubwa wetu. Wayarhama saghirana, vile vile si katika sisi ambaye hamuhurumii mdogo wetu. ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا, na yule ambaye hajui kwa mwanachuoni wetu haki yake. Laysa minna man lam yujilla kabirana ويرحم صغيرنا ويعلم لعالمنا حقا, si katika sisi yule ambaye hamuheshimu mkubwa wetu wala hamuhurumii mdogo wetu na wala haijui kwa mwanachuoni wetu haki yake. Kwa maana ya kwamba Muislamu anatakiwa aijue haki ya alimu na ampe haki yake alimu huyo. Na miongoni mwa haki za maulama ni arrujuu ilayhim في جميع أمور الدين، لا سيما عند النوازل المدلهمات. الرجوع إليهم نكرود قاو ونوشوني في جميع أمور الدين، katika mambo yote ya dini. Hiyo ni haki yao katika mambo ya dini. turudi kwa ahlul ilmi, la siyama inda nawazili, hasa wakati wa matukio almustajiddat, mambo mapya yanayotokea katika ulimwengu, yanayotokea katika asri hiyo, katika zama hizo. Miongoni mwa haki za maulama na miongoni mwa kuwapa haki zao, kwanza ni kuwajua ni kina nani wa kuwarejea. Pili ni kutowatangulia wao katika mambo ya dini, bali mambo ya dini yarejeshwe kwao. Na haya yana ushahidi. Lile jambo hilo limekuja katika masala ya amani, hali ya kawaida, hakuna vita, hali iko shwari. Ni masaili yanafungamana na itikadi, masala yanafungamana na ibadat, masaili yanafungamana na muamalat, migogoro, husumat inayopita baina ya watu, iwe ni katika masaili ya ndoa, katika mambo ya kijamii, masala ya wasia na mirathi na mingineyo, au katika hali ya vita, hakuna amani. Kadhalika masaili haya yanarejeshwa kwa ahlul ilmi. Wao ndio watatoa fatwa na kutoa maelezo kwamba hii ni jihad na hii si jihad. Mawqifu ya Uislamu ni hii katika suala hili. Waislamu wanatakiwa wafanye hivi kwa ushahidi huu na huu na huu na huu. Hiyo ni kazi ya ahlul ilmi. Kwa sisi wajibu wetu ni kurejea kwao, arrujuu ilayhim. Na kwenda kinyume na hivyo ni kufuata hatua na mwenendo wa shetani na kuingia katika upotofu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa aya ya 83, وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به na linakuwajia wao jambo lolote lile katika amani au katika hofu, jambo linalohusu amani au jambo linalohusiana hofu, adha'u bi, wanalitangaza. Kuna watu wana tabia hiyo, kila jambo linalotokea amesoma katika vyombo vya amesoma katika habari, ima kwenye magazeti au vitabu, amesoma kwenye mitandao huko ya kijamii, amekwenda kwenye Facebook, amesoma katika, amerushiwa katika WhatsApp, katika kadha wa kadha, amesoma habari fulani, yeye ataitangaza habari ile. Ameona au amesikia, ala kulli hali habari yoyote yeye anayoipata, basi yeye kazi yake ni kuieneza na kueneza habari hizo. Na wengine wakaanza kuchangia, wakaanza kuleta uchambuzi wao. Naonaje wadau? Basi kila mmoja anasema anachokisikia yeye. Mimi hapo naona kwamba hapo kadha wa kadha, mimi naona hapo mashehe wamechemsha, mimi naona hapo bwana kadha wa kadha. Kila mmoja anasema anavyojisikia yeye. Wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi, inapowajia wao jambo lolote katika amani au hofu wanalitangaza. Huu si utaratibu wa Kiislamu na si adabu za Kiislamu, na haya ndio matatizo ambayo yako katika jamii yetu. Sasa Qur'ani inatuambia walau radduhu ila rasul, na lau kama wangelirudisha jambo hilo kwa mtume wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, basi jambo hilo wangempelekea yeye. Walau radduhu ila rasuli, na lau wangelirudisha kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na wale waliona jambo katika wao, waliona mamlaka, wenye amri. Baadhi ya wanawachuoni wanaelezea nini muradi wa ulul amri. Kuna wanaosema ulul amri ni umara, lakini ibara na jumla inayokuja mbele inaonyesha kwamba ulul amri hapo ulikusudiwa hapa ni ulama. Muradi wa ulul amri ni ulama kwa sababu ya maneno yanayokuja hapo mbeleni. Basi lau wangerudisha hayo, wangelirudisha jambo hilo kwa wale waliokuwa na jambo, waliokuwa na mamlaka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangelijua hilo wale ambao wanafanya istinbat miongoni wao, wana uwezo wa kuyachota masala kutoka kwenye nusus, wanaweza kutoa ahkam. Akiitazama aya hii anaweza kuambia hapa kuna masala 80, swali la kwanza ni hili, swali la pili ni hili, swali pengine wewe ukiambiwa aya hii ile nini usifahamu hata masala mawili, bali pengine ukakuelewa muradi wake kwamba aya hii inakusudia nini. Hii ndio hali ya Uislamu. Wengine mpaka arudi katika msahafu wa Farisi akiangalia huko, imesema hivi, kwa maana hana utambuzi wowote katika kuyatololoa maneno ya Kiarabu. Hafahamu lugha ya Qur'ani mpaka apate msaada wa vitabu na tarjama za Kiswahili. walaula dafu Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر. ukisoma hii kidhahiri dhahiri kwa mtu ambaye hakukaa kusoma ilmu, hawezi kufahamu baadhi ya maneno tu yaliyokuwa katika aya. Mfano anasema Allah, lau kwamba Allah sikuwatetea watu baadhi yao, lau sikuwatisha watu Allah baadhi yao kwa baadhi nyingine, ikawa huyu amuogopa huyu,
lahuddimat as-sawami'u wa bi'un, alafu akasema wa salawatun. Kwa hiyo sema ingevunjwa vibanda vile vya ibada na mahekalu na swala tano, wa salawat. Bali salawat si swala tano, salawat si jamu ya swala, salawat ni jamu ya salut. Lakini wewe hujui kwa sababu kusoma. Salut ni sehemu ya watu kuswali, kufanya ibada. Unaweza kusema sinagogi au vingine. Salawat jamu ya salut. Ndio siku moja kuna shekhe mmoja alikuwa akizungumzia masala ya haji. وأذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أسمى وتنغزيه watu kuhiji, watakujia wewe wanaume. Tafsiri rijala kwa maana ya wanaume. Na shekhe asimama akatoa mawaidha kusema ni rijala wale wanaume. Sasa ni rijala kama wanaume? La, si wanaume. Watakujia watu hali ya kutembea kwa miguu. Sasa hali kama hizi katika kutafsiri Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengi hawajakuwa na elimu hiyo, na wengine wakatumia msahafu wa Farisi tu akafungua, basi ikawa yeye dalili zake katika hali hiyo. Ile ni tarjama tu, ni tarjama, si tafsiri ya Qur'ani. Al-Muntakhab ni tarjama tu, si tafsiri ya Qur'ani. Vipo vitabu vya tafsiri, uweze ukatoa ahkamu za kisheria kutoka kwenye vitabu kama vile, akueleza tu maana kwamba kadha. Tena wakati mwingine Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi rahimahullahu ta'ala wala hatafsiri yale maneno, tafsiri maana tu, haya tafsiri yale maneno, ana tafsiri maana, muradi, kwamba muradi au maana ya hii kwa ujumla yeye tafsiri, lakini si neno kwa neno. Na pengine aya hiyo wanachuoni wanakwenda katika masaliki mbalimbali katika kuifafanua. Ukisoma tafsiri al-Qurtubi yakwambia, ataja aya kwamba fi hadhihi al-aya 30 mas'ala, katika aya hii kuna mas'ala 30, mas'ala al-ula hazikutaja. Sasa ile ndio tafsiri. Wewe utakaje na msahafu wa Kiswahili alafu uanze kufanya utoe fikra zako na maelezo yako, utatoa wapi mambo haya? Kwa hiyo nataka kusema kwamba huo ni ujasiri wa kijinga ambao vijana na wazee wa Kiislamu wanatakiwa wajiepushe nao, kwa sababu ni kujiingiza katika jambo ambalo huna mamlaka nalo wala huna uwezo nalo, na utakwenda kuulizwa. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. na yule atakayezungumzia Qur'ani kwa rai yake ajichagulie makazi yake motoni, hata kama atapata madhambi. Kwa hiyo lau wangelirudisha mambo haya kwa Mtume au kwa wale walio na mamlaka miongoni mwao, wangeyajua mambo hayo wale ambao wana uwezo wa kufanya istinbat. Hiyo ndio fadhila za Allah tabaraka wa taala. walaula fadlullahi alaykum, na lau kwamba si fadhila za Allah zilizoko juu yenu za kuwa mna Mtume sallallahu alaihi wasallam na mnao ulama wa kurejea kwao, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, mngemfuata shaytani isipokuwa kwa uchache tu. Ingekuwa mara nyingi nyinyi katika mambo yenu mnamfuata shaytani, hampati sawab. na shaytani yeye yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir, yeye huwa anawaita watu wake, wafuasi wake, ili akawaingize wawe katika watu wa motoni. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه ويتفسيريات معروف وموضع تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، كتاب معروف مشهور وطلاب العلم، bali katika tunaweza kusema kwamba katika miji yetu ghaliban hutamkuta talibul ilmi ila kitabu hicho anacho. Alipokuwa akifafanua aya hii ya 83 ya suratul Nisa akasema maneno haya, anasema hadha ta'dibun min Allah li'ibadihi an fi'lihim hadha ghayri al-la'iq, huku ni kutia adabu kwa Allah
huku ni kutia adabu kutokako kwa Allah kwa waja wake kutokana na vitendo vyao hivi ambavyo si vyenye kulingana na wao, si vyenye kulingana, yani si laiki yao, hawana haki lao kufanya. wa annahu yanbaghi lahum idha jaahum amrun min al-umuri al-muhimma, na kwamba mambo yalivyo inatakikana kwa wao litakapowajia wao jambo lolote miongoni mwa mambo muhimu, wal masalih al-amma, na maslahi ya ujumla, jambo la ujumla linalohusu umma, ma yataallaqu bil amni wa sururi al mu'minin, katika yale yanayofungamana na amani na furaha ya waumini, au bil khawfi alladhi fihi musibatun alayhim, au katika jambo la hofu ambalo ndani yake kuna mtihani, kuna msiba kwa wao, ayatathabbatu, kwanza ni kutafuta uthibitisho, wala yastajilu, wala wasifanye haraka biishaati dhalika alkhabar, haraka ya kueleza habari hiyo. Hili jambo la kwanza, ndio adabu yenyewe inayotakiwa. Usiwe na papara wewe ukaanza kulieleza jambo hilo, bali yaruddunahu ila rasul, bali jambo hilo litakiwa lirudishe kwa mtume, wa ila ulil amri minhum, na kwa wale waliokuwa na amri katika wao, yani ulama. Anasema ulil amri, sema ahli ar-ra'yi wal ilmi wan nushi wal aqli wal razana, ahli ar-ra'yi wal ilmi wal aqli wan nushi wal razana, wale watu wenye rai ambao wakikaa katika jopo lao wakijadili mambo, basi mambo yanatoka katika rai sadidi, kwa sababu ya ilmu na maarifa na experience waliokuwa nayo katika mambo. Kadhalika watu wenye ilmu, kadhalika watu wenye uwezo wa kutoa nasaha, watu waliopewa akili, watu waliopewa uzito katika mjitama, alladhina yaarifuna al-umur wa yaarifuna al-masalih wa dhiddaha, ambao wanayajua mambo na wanajua masalih na kinyume chake, kwamba hili ni maslahi kwa sasa na hili halina. fa in ra'u fi idha'atihi maslahatan wa nashatan, hao ahlul ilmi au ahlul aqli wan nushi wal razana, wakiona kuna maslahi katika kulitangaza jambo hilo na kuna uchangamfu lilmu'minina, kwa waumini, wa sururan lahum, na kuna furaha kwa wao, wa taharruzan min a'daihim, na kujikinga na maadui zao, fa'alu dhalika, wanafanya hivyo. wa in ra'u annahu laysa fihi maslaha, na wakiona kwamba hakuna katika jambo hilo maslahi, au fihi maslaha walakin madarratuhu tazidu ala maslahati, au ndani yake kuna maslahi lakini mafsada yake, uharibifu wake unazidi, madhara yake yanazidi maslaha yake, lam yudhiruhu, hawalitangazi. walihadha qal la'alimahu alladhina yastanbituna minhum, na kwa sababu hii akasema watalijua jambo hilo wale ambao wana uwezo wa kuchota hukumu miongoni mwao, ay yastakhrijunahum bifikrihim, yani wana uwezo wa kulitoa jambo hili kwa fikra zao, wa araihim mustadida, na maoni yao yaliyo sawa sawa, wa ulumihim ar-rashida, na elimu zao zilizoongoka. wa fi hadha dalil, anaendelea shekhi, wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyya, katika hili kuna dalili na ushahidi wa kanuni na qaida ya kiadabu. wa hiya annahu idha hasala bahthun fi amrin min al-umuri yanbaghi an yuwalla man huwa ahlun lidhalika, kwamba unapotakiwa kufanyika bahthi yoyote, unapotakiwa kufanyika utafiti wowote katika jambo miongoni mwa mambo, kunatakiwa watawalishwe, kunatakiwa wapewe jambo hilo wale wenye kustahiki kwenye hilo, wayuj'ala ila ahlihi, na kuwekwa jambo hilo kwa watu wake, wala yataqaddamu baina aydihim wala yutaqaddamu baina aydihim, na wala hawatatanguliwa, fa innahu aqrabu ila as-sawab, kwa sababu kufanya hivyo ndio karibu zaidi kufikia usawa, wa ahra lis-salamati min al-khata, na ni uhakika zaidi na ni kwenye kulazimu zaidi katika kusalimika na makosa. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها،
na pia vile vile ndani yake kuna makatazo ya kufanya haraka kueleza mambo wakati tu wa kuyasikia. Wal amru bitaamuli qabla alkalami, na kuna amri ya kuzingatia kwanza, ukasubiri kwanza, ukatafakari kabla ya kuzungumza. Wanadhari fihi, na kulitafakari jambo hilo, hal huwa maslahatun, je ni maslaha, fayuqdimu alayhi al-insan, ili mtu apate kuliendea jambo hilo, am la fayuhjibuhu anhu, fayahjimu anhu, au halina maslahi alafu mtu akajizuia nalo. Haya ni maelezo yametolewa na Sheikh Nasir Abdurrahman ibn Nasir As-Saadi rahimahullah ta'ala alipokuwa fi tafsiri aya hii ya 83. wewe rejea kwenye tafsiri Taysirul Karim Ar-Rahman fi tafsiri Kalam al-Mannan, rejea maelezo haya. Sasa hebu tazama Qur'ani inavyotufundisha, tazama tafsiri za wanawachuoni juu ya Qur'ani, alafu tutazame sisi tulivyo, jamii yetu ilivyo. Kuna mambo mengi yanajitokeza ulimwenguni leo, maal asaf kila mmoja ajiona ana haki yeye kutoa hukumu. Kila mmoja anajiona kwamba ana uwezo wa kusema, kila mmoja anaona ana uwezo wa kufanya istimbati katika masala, kwamba mimi nina uwezo. Akatazama si aya imesema hii bwana, aya iko wazi kabisa hapa, lakini aya zilizokuwa wazi pia inasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. aya zilizokuwa wazi inasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. آيات لأحاديث زمتم صلى الله عليه وسلم zinatupa mwongozo wa kurejea kwa watu maalum, na si kila mtu ana uwezo wa kufanya istimbati katika masaili akasema anapotaka. Hakuna demokrasi katika Qur'ani kwamba ati demokrasi na uhuru wa mawazo na maoni, hakuna hilo. Yatakiwa Qur'ani itafsiriwe kwa kanuni zake na taratibu zake, kwa mujibu wa muradi wa Allah na mtume wake. Leo hizi sheria zinazoandikwa na wanadamu, sheria za kitawahut na sheria zinazoandikwa na wanadamu, ukipewa katiba wewe ya nchi yoyote ile, iwe ni jamhuri au ni nchi tu, vile itakapokuwa, ukiisoma katiba ukisema uifanyie kazi vile unavyoelewa wewe, kila siku utakuwa makosa. Kuna watu wa kuitafsiri katiba, haya maneno ya watu tu, wamekaa watu wamekuzidi maarifa wewe, wakaandika kutokana na utambuzi wao waliokuwa nao, kiasi ambacho kwa lugha yako pengine wameandika, wewe usielewe nini muradi wake. Vipi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vipi wewe unakuwa na ujasiri wa kuweza kuyachezea maneno ya Allah, ukafanya istimbati ya maneno aya ukazichukua ukaziweka mahali sipaki? Unakuwa na ujasiri wa kiasi gani? Sasa miongoni mwa maalim na njia na alama kuu za da'wa yetu, sisi hatutakiwi kuwatangulia maulama. Tuwafuate maulama kwa dalili. Mtu anaweza kusema lakini sasa maulama wako wengi. Ni kweli maulama kwa dhahiri wanaonekana wako wengi, ahlul ilmi ukitazama kwa dhahiri wako wengi, lakini unakusudiwa hapo ni wale ahlul ilmi almustaqimun wa maulama waliosimama sawa sawa, wenye kulazimiana na mafunzo ya dini na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kila mtu urejewa, na haya tutayaona pia biidhnillah katika darasa yetu ya leo. Ningetoa mifano, lakini wenzangu kwenye vipindi vingine bila shaka wanaongelea mambo kwa mujibu wa vipindi vyao na mada zao, mfano masaili ya mahawariji na mengineyo. Mimi nataka nichukue mfano mtu mmoja leo. Kuna jamaa mmoja katika ulimwengu alikuwa mashuhuri sana, maarufu sana,
anaitwa Usama bin Laden. Wale wapenzi wake wanamuita Sheikh, jemedari, kamanda na majina mbalimbali wanamuita. Huyu jamaa hakuwahi kusoma dini, lakini ni Mwarabu, anajua Kiarabu, anazungumza Kiarabu vizuri. Hakusoma dini. Yeye ni mfanya biashara na kwao ni tajiri. Wana asili ya Yemen lakini wanaishi Saudia. Ni raia wa Saudia kwa sababu mzee wake na wameishi kuona si haina haja kumzungumza binafsi. Lakini yuko huyu. Na katika harakati zake alishawahi kuwa ni jasusi wa Kimarekani. Kisha wenyewe walipodai wakasema akabadilika. Wakati wa vuguvugu wa harakati za kule Afghanistan akawa kipindi kile amebadilika, na yeye akenda Afghanistan. Akakutana na baadhi ya watu kidogo waliosoma wakina Abdullah Izam na wengineo, na huko kina Ayman al-Zawahiri na wengineo, wakamuathiri. Akatumia mali yake na utajiri wake katika kuendeleza mambo ya dini. Jamaa huyu amekuwa akizungumza maneno mengi kuhusu dini na jihadi hasa na takfiri, kwa kufurisha baadhi ya watu. Na hasa mashambulizi yake kana yapeleka kwenye baadhi ya duwali za Kiislamu, hasa al-Mamlaka al-Arabia al-Saudia, kwamba wale makafiri kina Ibn Bazi, kina Ibn Uthaymeen, kina nani, wale mashaikh fi Baraka hawa kadha ni makafiri, kina Fahdi, kina nani Al-Saud, hawa makafiri. Na sisi tutasimamisha dola ya Kiislamu hapa Afghanistan, lakini hii ni safari mpaka Hijaz, tutachukua Maka na Madina. Wakawa wanafanya kampeni kwa vijana kubwa kabisa. Na kweli ikatokea mapambano yaliyokuwa kipambano kule. Amerika akawasaidia Waafghani kwa ajili ya kumpiga Mrasha, na haya mnayajua. Silaha nyingi, pesa nyingi zikawa zinapelekwa kwa makundi yale wa Taliban, Al-Qaeda na makundi mengine. Lakini anayetoa fandi ile ni Amerika, kwa sababu Amerika anampiga hasimu yake Mrusi, ataka kummaliza kabisa. Sasa yeye hapeleki tena jeshi, kwa sababu kupambana nguvu mbili hizi moja kwa moja kuna tabu kidogo. Lakini ana wanajeshi anawapeleka. Kuna wanajeshi wako tayari kutumikia dhana yake na fikra yake bila yeye kutoa sumni ya kuwalipa. Hakuna allowance, hakuna chochote. Anachoweza kupeleka yeye ni silaha. Kapelekewa silaha na kila kitu. Wale wakapigana na Mrasha akashindwa, akasalimu amri, akarudi zake Moscow, ikachukuliwa Kabuli, Afghanistan. Kwa kuwa wao lengo lao ilikuwa ili mradi Mrasha atoke, hawakujipanga. Pakaja maneno za masala ya ikhtilafu zikaingia baina yao, baina ya Mashia na Masunni wa Northern Alliance, watu wa Mazar Sharifu. Wakapigana tena na Afghanistan, wamepigana mpaka wakashindwa wale Mashia, wakajitenga katika sehemu yao. Walijitenga wale. Utawala wa Taliban ukasimama chini ya Mullah Muhammad Umar kwa muda mfupi tu. Kwa kuwa Amerika alishafikia malengo yake ya kuwatoa Warasha, Warusi, akawageukia hawa sasa, kwamba katikati yenu kuna magaidi, tunamtaka Osama bin Laden, tunamtaka Mullah Muhammad Umar na wengine wakaorodheshwa pale. Wale wakasema tuko tayari kuwatoa, tutawapiga, sawa. Wakapigana, wamepigana sana, vita vimekwenda kwa muda mrefu. Amerika wanawapiga wale. Haya yote wayajua nini, mpaka Amerika walipofanikiwa kuangusha utawala wa Muhammad Umar, wakakimbia kule kwenye mapango Tora Bora, Kandahari, wapi, wakawa wanapiga na UB-52.
walifanikiwa kuangusha wale serikali ya Taliban, wakamsimika mshia mmoja akiitwa Hamid Karzai, na njia walioingilia Amerika waliingia kupitia kwa mashia wa Northern Alliance, wakawatanguliza wale. Kwa hiyo wakapambana mpaka matalibani wakashindwa, kwa sababu nguvu waliokuwa nayo kupigana na adui ilikuwa ni ndogo sana. Wao walijiamini sana. Amerika nguvu yake ilikuwa ni kubwa, anapigana kisayansi. Hatusemi hivi kuwasifia, lakini ndio uhalisia ulivyokuwa. Miji ya Kiislamu ikungua sana. Walipofanikiwa wa Marekani kuwatoa wale Mataliban, wakamsimamisha rais mshia anaitwa Hamid Karzai. Hamid Karzai ni mshia. Wakaridhika na hayo, wakaweka ulinzi. Walichobakia Matalibani na Al-Qaeda ikawa ni kulipua tu, kujitoa muhanga, mara kumelipuliwa kule, mara kumelipuliwa huko, mara kumelipuliwa huko, lakini nchi inaongozwa na mashia. Mchezo huu pia wamefanya Marekani baada ya kumuua Saddam Hussein. Walipomuua Saddam Hussein, wakamsimamisha Iraki rais mshia. Dola sasa hivi Iraki iko chini ya mashia wenzao. Dhahiri ukisikia vita vya maneno baina Irani na Marekani, utaona ni maadui wakubwa kabisa. Si maadui, wale marafiki, kwa sababu lao moja. Utasikia wazayuni, baraka Amerika, hivi na hivi, leo ni jambo moja wale. Ilikuwa lengo lao pia ni kuwazunguka Masuni na kuwazunguka Waarabu na kuwamaliza. Sasa nisiende huko. Kutokana na matukio yote haya yalikuwa yakiendelea, msemaji mkuu alikuwa ni Osama bin Laden, na amewashawishi vijana wengi ulimwenguni, kiasi ambacho ikapelekea kuwadharau wala wachuoni, kwamba hawa wachuoni ndio tatizo lao, vibaraka sana bana. Tena ikawa hili mpaka kwa watu waliojidasimisha na sunna, hasa hawa waswali sunna, kwa sababu hawa hawatofautishi baina ya kuwa huyu katika mahawariji na huyu katika ahli sunna. Wao wanaona alama kubwa ndevu. Kisha kuna ndevu ni siku safi mtu wa sunna. Kisha hivi bid'a, kisha hivi bid'a, basi خلاص. Pamoja na kwamba Al-Qaeda kule ilikuwa hawasemi mambo ya bid'a. Wao wanazungumza kwa sababu Matalibani, asili Matalibani ni masufi wa tariqa Naqshbandia, ndio bandia. Ni tariqa yao. Ni masufi wale. Lakini wameungana kwa maslahi ya kuwapiga makafiri. Kwa hiyo hawasemani. Hapa ninachozungumza ni kwamba baada ya bwana huyu na harakati zake hizo kufanyika na kaonekana iko mbele, mara katoa CD hii, mara katoa CD ile, watu wakamchukulia kwamba yeye ndio marji kwa umma, na aliyekuwa hana historia ya elimu. Sasa kama kuna mtu katika wafuasi wake atasikia maneno haya, ajaribu kufuatilia amesoma wapi. Huyu mtu amesoma wapi? Chuo gani? Kwa shekhe nani? Miaka mingapi? Wapi? Atuambie. Si historia za watu ziko wazi. Sasa kama hana historia ya kusoma, ya kuchukua elimu, je, aliletewa wahi mpaka akawa mwana wa chuoni? Na sisi tunatakiwa turudi kwa ahlul ilmi. Lakini matokeo yake sasa watu wanawafanya wasiokuwa wanawachuoni ndio wanawachuoni ambao wataulizwa fatwa, na wao wakishasema watu watachukua, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasuilu faaftaru bighairi ilmin fadallu wa adallu. Wataulizwa na watatoa fatwa bila elimu, na watapotea na watapoteza watu. Najua maneno haya hayawafurahishi baadhi ya watu, na kwa kuwa pia hawafurahishi na pia hawana hoja ya kuyajibu. Ukishazungumza hivi wao wakwambia ule kitu chake halali bwana, kata kichwa tu, sio wanafiki. Lakini sio dawa, kwa sababu wa inda Allahi tajtami'u al-khusum. Mbele ya Allah mahasimu watakusanyika, kwa sababu sisi tutarudi kwa Allah. Sote sisi tutarudi kwa Allah. Al-mautu wahid wal asbab mukhtalifa. Mauti ni mmoja tu, sababu za tofautiana. Wao umemuua huyu,
umemuua yule kwa dhana yako wewe. Usije ukaona kwamba damu itakwenda bure tu, kwamba mambo yatakwisha hapa duniani, pengine utaweka mawakili, utafanya hivi au utakimbia, hutakamatwa, utakuwa umesalimika. Lakini fahamu kwamba iko siku mtarejeshwa kwa Allah, na ile ni damu maasuma, damu maasuma, lazima uilipe damu ile, na siku ya kufa ni moja, lakini lazima baina ipite. Tuambieni nyinyi wapenzi, huyu jamaa amesoma wapi? Mimi ukiniuliza aliposoma Ibn Baz nitakwambia na mashekhi zake, ukiniuliza aliposoma Ibn Uthaymeen nitakwambia na nitakutajia na mashekhi zake, ukiniuliza aliposoma Sheikh Mukbil nitakwambia amesoma wapi na mashekhi zake nitakutajia, ukiniuliza Al-Fawzani nitakwambia mimi. Yote katika maulama wetu ambao sisi tunarejea kwao nitakuelezea historia zao waliposoma, tunafika nao. Nyinyi hawa na wachuoni wenu hawa kina Usama bin Laden wamesoma wapi? Mtu ambaye ameishi shabat lihahu ala khidmati sunna, ameishi mtu zaidi ya nusu ya karne, miaka 60-70 anahutumikia sunna. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala anaandika tangu mwaka 49-50, anaandika vitabu, anapiga vita bid'a, anatetea sunna maisha yake mpaka amekufa. maisha yake anatetea sunna mpaka amekufa. Ibn Uthaymeen durus muallafat na tasnif anaandika, fa tawjih muhadarat anatetea sunna. Kadhalika Al-Fawzani kina Mukbil wamesomesha watu wakatoka watu. Nyinyi mashekhe zenu wamepita, mara wamekuwa majasusi, mara wafanya biashara, mara sijui wauza hiki, mara hivi, alafu dakika 5 kishabadilika amekuwa shekhe mkubwa zaidi kuliko hawa. Haya mambo ya wapi haya? Afala taaqilun? Hampati akili, hamuingia hayaingii kwenye akili zenu. Mashekhe kwenye saradibu, kwa hiyo wanawatengeneza vijana, wanajaribu kuwatia hamasa vijana. Hao mashekhe wa kutengenezwa hao, wakishawatengeneza vijana wanalipuka kwa fikra zile wanazolipuka nazo za wadhuru Waislamu wala haziwadhuru makafiri. Leo hii haya mambo yanaitwa jihadi, kulipua wameua huku wamepiga kule, ni mambo yako katika safu ya Uislamu, tusiyakatae. Ni mambo yapo katika safu za Waislamu, na wanaoyashajiisha si katika maulama. Wanaoyashajiisha mambo hayo si katika maulama, yapo katika safu za Uislamu, na ni vijana wengi wana fikra hizo, wamezilibiwa kifikra na si elimu, wana hamasa, wana fikra za kupambana kwamba jihadi bwana, wajahiduhum waqatiluhum hatta la takuna fitna. Lakini kwanza tuanze na hawa wanafiki murtadun, tuanze na hawa Waislamu wanaoswali hawa ndio wanafiki hawa. Ndio kasikia matukio mengi yanatokea, mara msikiti umelipuliwa huko Saudi Arabia, yanatokea mambo hayo, Yemen yanatokea mambo hayo, Iraq yanatokea mambo hayo, Pakistan yanatokea mambo hayo, bali mpaka katika nchi yetu yanatokea mambo kama haya. Kenya, Tanzania, Uganda, watu mambo haya yapo. Watu wanaanza na Waislamu wenye kuswali. Tuanze na hawa kwanza, kwa sababu hawa ni wanafiki. Fatwa hizo wamezitoa wapi hawa? Wamezitoa kwa hao ambao wamewavisha vilemba vya ukoka, ambao hawana historia ya elimu. Sasa madhara yake yanapokuja, kuna uwezekano mkubwa sana wakawa makufari wanalifurahia hili, bali ndivyo ilivyo, kwa sababu watapata namna ya kuwabana Waislamu, watapata namna ya kuwaminya na kuwafinya Waislamu kwa sheria na kwa kigezo cha ugaidi. Kwa kigezo cha ugaidi, wanawake wa Kiislamu watavuliwa hijabu, wanaume wa Kiislamu watavua kanzu zao, watanyoa ndevu zao, wanaume wa Kiislamu watashindwa kudhihirisha shairi za dini zao, wataogopa, watashindwa kuchangia dini kwa sababu kuna mambo ya ugaidi. Ukishaonekana wewe mbele katika dini, ugaidi huyu.
Wacha tukuangalie kwanza, mali zako wewe wawasiliana na nani, ilikuwa hivi, watakusuka hivi, mara unahia nini bwana, sasa ngale mambo mengine. Kwa hiyo makafiri wapata fursa, na watu wasiotaka Uislamu watakapata fursa kupitia hao wenye fikra hizo ya kuwadhalilisha Waislamu. Bali mara nyingine matukio yanaweza yakafanywa na wasiokuwa Waislamu wakaja kwenye sura ya Uislamu ili kuchafua jina la Uislamu. Lakini ni nani anayetoa fursa hiyo? Ni nani anayetoa mwanya huo kwa Waislamu? Ni hawa mashehe ambao hawakustahiki kuwa mashehe, wamefanywa kuwa ndio marja, mahali pa kurejewa, na hali ya kuwa wao hawastahiki kurejewa. Sasa sisi dawa yetu inazungumza haya kwa uwazi. Tunajua kuna hatari zinazotukabili. Hawa watu wanajipanga hivi, mara wafanya matukio haya, mara hivi, na vitisho wanatoa, lakini ndio dini. Tutafanyaje? Si ndio dini? Sasa tutamwogopa nani? Hili ni jahazi. Tusipowakataza hawa wenye kulitoboa hawa, litizama tazama sote. Na sisi maadamu tunataka heshima ya Uislamu na Waislamu wasidhalilishwe na wala fikra chafu zisiingizwe katika Uislamu, maadamu tunaitetea dini ya Allah, wala yansuranna Allahu man yansuru. Sisi tunaamini hivi kwamba Allah atawanusuru wale ambao wanamnusuru yeye, na hatima yake inaonekana sehemu nyingi sana. Hiyo jihadi inaitwa jihadi inayopiganiwa, la sunnata la bid'ata kasaru wala sunnata aqamu. Hakuna bid'a walioivunja wala sunna walioisimamisha, si ukafiri walioongoa wala tauhidi walioisimamisha. Tuna matukio mengi sana ambayo yalitokeza, tushayazungumza mara zaidi ya mara moja kwenye semina kama hizi na kwenye mihadhara, matukio ambayo yameshajiishwa na wanaharakati kama kule Algeria wakina Ali Madani na kina Abbas Balhaj, matukio yaliyoshajiishwa na mashekhe mbalimbali, watu wakishajiishwa kwamba hii ni jihadi na wakaaminishwa kwamba hii ni jihadi, na watu kweli wakajitolea Algeria kwa lengo la kumuondoa na kuingoa serikali ya Abdulaziz Bouteflika. Lakini mambo yalikwenda yakabadilika, watu waliuawa zaidi ya watu 40,000 katika Uislamu, kwa sababu ni mapambano. Linakuja gari siku ya Ijumaa kwenye msikiti mkubwa, tena msikiti ya watu wa sunna, kwa sababu ndio wanaonekana kwamba wale wenye sura za sunna ndio wenye harakati hizo. Watu wa mambo ya bid'a na mambo ya mawalid hawana mambo hayo, hawasemi hivyo. Wao wenyewe kwa baridi kabisa, hawana tatizo. Ukiwaita kwenye kipaimara watakwenda, ukiwaita si kwenye shughuli yoyote atakwenda, hana neno, baridi kabisa. Sasa inaonekana hizi chembe chembe hizi zatoka kwa watu wenye ndevu wenye vijidevu na vikanzo, wanaonekana namna hiyo. Na kwani kwenye misikiti ya Ansar Sunna wapo, ndivyo wanavyotokea. Hiyo ndio hali halisi. Hatuwezi kuukimbia uhalisia ulivyo, hatuwezi kukwepa, huwezi kukwepa ukweli. Lakini chanzo cha mambo haya ni watu kutokurudi kwa ahlul ilmi. Kwa hiyo gari linakuja kufunga mlangoni hapo siku ya Ijumaa, na watu askari wameshika mashine zao tayari, kila anayetoka ingie kwenye karandinga. Ilifanyika hivyo Algeria, msikiti mzima watu 2000 3000 wanaingizwa kwenye makarandinga, wanakwenda kutupa kwenye jangwa la Sahara. Jangwa la Sahara ukubwa wake nadhani unakaribia na Afrika Mashariki, eneo lake, sio? Ni jangwa kubwa sana, wanakwenda kutupa katikati, la ma'u wala shajar. Watu wanakufa, na watu walikufa kweli. Nini? Kwa sababu ya ujinga wa watu wachache. Alafu mashaka wale wanasababisha mambo yale. Sasa hivi wapo wenyewe watembea na maprado, watembea na mavx na nini, wapo. Sisi tunapata wasiwasi, hawa vipi hawa? Mbona hali iko namna hii? Na hapa nchini kwetu ni kwamba mambo haya tayari yashaanza na fikira zake zishaanza, na mashaka yao wapo. Kwa hiyo lazima tukemee, na wanakukemea ni kuelekeza watu wanatakiwa warudi wapi. Kwa hiyo wewe tahadhari na magrupu haya unaojiunga,
na ujumbe unaoletewa kwa njia hiyo simu yako ya kiganjani uliyokuwa nayo, kwa njia ya mitandao hiyo, ukaingia kwenye internet ukagoogle pale, ukafungua wasoma kwa nani? Huyo unemsoma hapo na kutoa fikra ni nani? Kwenye YouTube kuangalia mafikra na mavideo mbalimbali, nani huyo? Ni sharti umjue ni nani anayekusomesha, kwa sababu inna hadha alilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii elimu ni dini, basi tazameni kutoka kwa nani mnaichukua dini yenu. Huu ni msingi madhubuti, la sivyo tutakorogwa kifikra, kimawazo. Uislamu wenyewe tutautupilia mbali, itakuwa ni sababu ya kuangamiza Uislamu kwa mikono yetu, kwa madai ya jihadi, madai ya kitali, madai ya kadha. Wala jihada wala kitali. Na sisi tunazungumza kwamba ahli sunna wal jamaa as-salafiyun wenye kujinasibisha na as-salafu salih hawajakataa jihadi, lakini kila kitu kina wakati wake na kila kitu kina mahala pake. Aya zimekuja kwa taratibu zake, lazima waliona ilmu wafafanue kwamba hii ndiyo na hii siyo. Haiwezekani wewe ukachukua aya zilizokuja kuelezea swala ya msafiri ukazitumia wakati uko mjini. Ni aya kweli ipo inaelezea namna ya kuswali safarini, ni aya ya Qur'ani na hatujaikataa, lakini mahala pake unapokuwa safarini. Uwezi ukazichukua aya zinazozungumzia masala ya kuswali swala wakati uko mjini ukazileta safarini. Huwezi kuwalazimisha Waislamu kwamba kila Muislamu ni lazima atoe zaka, lazima. Shekhe, imeshurutishwa istitaa kwamba kila Muislamu lazima aende hija. Kama kwenda hija kafiri, shekhe, istitaa waambie nenda japokuwa kwa mguu. Wewe tangu umezaliwa ungeenda kwa mguu hapa, uko ushafika Maka. Tunaposema hivyo, ungetembea tu, leo uko hapa, kesho uko pale, hivyo hivyo. Baada ya miaka 4 uko Maka. Maadamu uende, wewe utakuwa kama mkafara. Aya zichukuliwe namna hiyo. Yashurutishwa istitaa. Kadhalika katika kitali kumeshurutishwa istitaa, kwa sababu ghaya kubwa kabisa ya kitali litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, neno la Allah liwe liko juu. Kwa udda, maandalizi na kila kitu na taratibu zake lazima ziwepo, na hilo jambo la maandalizi limewekwa kwenye mikono ya viongozi, sio wewe. Ndio kwenda kwenye jihad na yebo watu. Wewe vipi bwana? Utafika wapi? Maandalizi kama vile ilivyokuwa maandalizi ya kiimani yanatangulizwa, kadhalika maandalizi ya kimada yanatangulizwa vile vile. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Sasa sio ukachukua panga lako baona kwamba ndio hivyo utaweza kupigana jihad. Subutu. Si haya mambo yaende namna hiyo kiholela. Lazima ujue kwanza dunia iko wapi. Haiwezekani. Haya ilikuwa ni mambo ya wakati huo, na kama ni upanga unatumika katika mahala pake. Haingii akilini leo kwamba eti Muislamu hapa Kigoma atakusomesha dola ya Kiislamu kwa manati na panga na rungu kwa wakati kama sasa. Haiwezekani, si katika sunnatullah. Utaleta mashakili kwa Waislamu. Ima utakimbia uvuke ziwa Tanganyika, wewe ukimbia ndio za Kongo, uache Waislamu kwenye balaa, au utauawa. Akamwambia acha ni uwawe tu, imma nasr wa imma shahada, lakini waqatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Hilo ndio lengo la jihad. Wapigeni wao mpaka isiwepo fitna, wala isiwepo shirki, na dini iwe ya Allah tabaraka wa taala. Sasa sikuna istidadi. Kwa hiyo jihad fi sabilillah itakuwepo, na kila wakati kuna aina yake na taratibu zake. Kuna wakati jihadi ya nafsi inatangulizwa, kwamba Waislamu lazima wajiandae kinafsi, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio msimamo wa maulama, ndio msimamo wa ahlul ilm, na wale wenye uwezo wa kufanya hivyo watu hupigana, watu wakapigana, na hilo linakubalika.
Kwa hiyo ndugu zangu, katika haki za waislamu kuwafanyia maulama wao ni arrujuu ilayhim. kadhalika wa min huquqi alulama mahabbatuhum wa muwalatuhum, miongoni mwa haki za maulama ni kuwapenda wao. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى anasema inapasa kwa waislamu baada ya kumpenda Allah na mtume wake kuwapenda waumini kama alivyotamka Allah tabaraka wa kama alivyotamka Qur'ani, hasa hao waumini wenyewe ni maulama ambao Allah amewafanya kuwa ni warithi wa mitume, ambao maulama ambao Allah amewajalia wao, amewafanya wao wako katika manzila ya nyota ambazo watu huongoka kwazo katika viza vya bara na baharini. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين. الله تبارك وتعالى وميثقيان وإسلام juu ya uongofu wao hao maulama na utambuzi wao, kwa sababu umma wote kabla ya kupelekwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wa maulama wao ndio wale waovu wao. Wale watu waovu, wale maulama ndio waovu zaidi kuliko wote. Fa inna ulamaahum khiyarahum, kwa sababu maulama wao waislamu ni wale wabora wao. Fa innahum khulafa'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi ummati, kwa sababu wao ndio warithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma wake. haya ni maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Majmuu' al-Fatawa juzuu ya 4 ukurasa wa 285. miongoni mwa haki za maulama, hiki ni kipengele katika vipengele vya maalim ya da'wa salafia. miongoni mwa haki za maulama adamu ghibatihim walwuqu'i fi aradihim, ni kutowasengenya na kutokuziingilia heshima zao. Sasa ndio imekuwa jambo la kawaida. Sasa hivi wewe ukisema wamkosoa mathalan Usama bin Laden, nasema huyu hakusoma, kuna watu wanakasirika sana, nafsi yake roho inamuuma. Ukisema Abu Dirogo si katika maulama, roho inamuuma. Kwa nini bwana? Na kweli si katika maulama. Lakini ukisema Ibn Baz yule wake baraka tu, baraka nani? Ibn Baz nani bwana? Ibn Uthaymeen nani bwana? Fauzani nani? Ali Sheikh nani bwana? Yeye katika nafsi yake aona raha na anatilia nguvu hilo. Yani mizani zimebadilika. Maulama si chochote na wasiokuwa maulama ndio wako juu. Msimamo hauji bila elimu, kwa sababu katika dini hakuna muku. Hatutaki muku katika dini. Utakutunisha misuli hivi na kubeba vyuma kwamba ndio dini itakuwa na msimamo zaidi. La, kila kitu kina mahala pake, kila kitu kina mahala pake. Kwa hiyo katika haki za maulama ni kutowasengenya na kutokuwasema vibaya, na kuwafanyia ghiba wa ulama ni madhambi makubwa zaidi kuliko kumfanyia ghiba mtu mwingine yoyote. Na hasa itakapokuwa kuna kuondoshwa fika yao, ikawa watu tena hawana imani na wanawachuoni. Ikiwa hawana imani tena na wanawachuoni. Al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri yanasema kuhusiana na hili nilisema. Lidhalika, baada ya maneno mengi ambayo sitakuwa na haja ya kuyasoma kwa sababu ya wakati, anasema lidhalika walidhalika kanat ghibatu al-ulama'i a'zamu bikathirin, na kwa sababu hiyo basi imekuwa kuwasengenya maulama ni jambo kubwa zaidi, bikathirin, kwa mara nyingi, min ghibati ghairi al-ulama'i, kuliko kuwasengenya wasiokuwa maulama. Kumsengenya mtu mwingine
asiyekuwa mwanachuoni ni afadhali, lakini kumsengenya mwanachuoni ni jambo kubwa zaidi na madhara makubwa zaidi. Lianna ghibata ghairi al-ulama'i ghibatun shakhsiyya, kwa sababu kuwasengenya na kuwasema vibaya wasiokuwa maulama ni kusengenya kwa kibinafsi. In darrat fa innaha la tadhurru illa alladhi ightab, ukidhuru kwa kusengenya hakutamdhuru ila yule aliyesengenya. Walladhi qilat fihi alghiba, na vile vile yule ambaye kumesemwa kwake yeye kwa kusengenya, yani yule aliyesengenywa. Madhara yakiwepo basi itakuwa madhara ni kwa yule aliyesengenya kwa kuwa atapata madhambi, na madhara yatamfikia yule aliyesengenywa. Aliyesengenya atapata madhambi na yule aliyesengenywa atadhurika kwa sababu amevunjiwa heshima yake. Kama madhara atakuwepo basi atakuwa katika upande huo. Lakin ghibatul ulama'i tadhurru al-islam kullahu, lakini kuwasengenya maulama kuna udhuru uislamu wote. Lianna al-ulamaa hamalatu liwa'i al-islami, kwa sababu maulama ndio waliobeba bendera ya Uislamu, wao ndio majemadari waliobeba bendera za Uislamu. Fa idha saqatat thiqatu bi aqwalihim, ukianguka ule uaminifu, kama hakuna tena uaminifu kwenye kauli zao, watu hawasikilizi maulama, hawazingatii maulama, hawaamini tena maulama. Ukiwaambia katika swala hili shekhe fulani katika maulama anasema hii si jihadi, achana nayo huyo kibaraka tu, hao watumiwa hao, au mashekhe wa Marekani hao, au watumiwa Mayahudi hao, au wapo mishahara hao. Kuna lugha kama hizo zinasemwa. Hiyo fiqa haiko tena. Wasara fi hadha dararun ala al-umma, na upatikana katika hili madhara kwa umma al-islamiyya, umma wa Kiislamu. فإذا كانت لحوم الناس بالغيبة لحوم ميتة, basi ikiwa nyama za watu katika kusengenya ni nyama za mfu, fa inna luhuma al-ulama'i luhum maytatun masmumatun, basi nyama za wanawachuoni ni nyama za mfu tena zilizokuwa na sumu. Lima fiha min ad-darari al-'azim, kwa sababu ya yale yaliyokuwa ndani yake katika madhara makubwa. Katika sehemu nyingine kabla ya hapo yeye amesema, i'lam ya akhi waffaqana Allah wa iyyak anna luhum al-ulama'i rahmatullahi alayhim masmumatun, fahamu ewe ndugu yangu, atuwafikishe Allah sisi na nyinyi kwamba nyama za wanawachuoni Allah warehemu ni zenye sumu. Wa'adatullahi fi haqqi astari muntaqisihim ma'lumatun, na kawaida ya Allah katika kufichua sitara za wale wenye kuwatukana maulama, sitara hilo au ada hiyo ni yenye kufahamika. Lianna alwaqi'ata fihim bima hum minhum bara'un amrun 'azim, kwa sababu kuwatuhumu kwa lile ambalo wao wametakasika nalo ni jambo kubwa sana. Watanawulu li'aradhihim, na kuziingilia kuzigusa heshima zao, bizuri, kwa uzushi waliftira na kuzua uongo, marta'un wakhimun, ni malisho mabaya kabisa. Akaendelea mpaka mwisho maneno yake katika tabyinul kadhib al-muftari. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kuna haki ya maulama, na miongoni mwa ulama haki zao ni kutokuwasengenya. Naendelea tena, ومن حقوق العلماء الذب عن أعراضهم, miongoni mwa haki za maulama ni kutetea heshima zao. Mwanachuoni fulani atukanwa, adhalilishwa, afedheshwa, naye ni katika waliosimama katika haki. Tunazungumzia maulama waliosimama katika haki, tena maulama kwa maana ya kalima. Heshima zao zavunjwa, watu wanawasema vibaya, wewe wakaa kimya, hunyanyui kinywa chako. Lao ungetukana baba yako pingine ungepigana, lakini katukana alim min ulamai almuslimin, wewe wala hupati shida yoyote. Bali kuna wengine kama tulivyoeleza atukana sahaba, wala yeye mshipa haumgongi, wala hajali kwamba wewe utukana sahaba. Bwana hao wanatabu wao, haya ndio mambo yao, kazi yao ndio hiyo. Lakini ngoja agushe baba yake au shekhe lake, pengine shekhe wake mwenyewe elimu yake ni ya babu Maja, Muqaddimatul Hadramiyya na vitabu, basi ndio shekhe aliyokuwa nao, basi atamtukuza,
amkweze, aone kwa pengine kazi yake kubwa ni shekhi wa falaki tu basi, ajua kidogo hutuba za Ijumaa, anaweza kusoma hutuba ibn Nabata, akasoma talakini kwenye kaburi, akahitimisha Qur'ani, afanya takhtimu pale, akawarehemu wafu, akaozesha, ndio shekhi wake huyo, shekhi wa mambo ya kijamii, ajua mambo hayo. Na huku falaki ndio usimwambie ajua sana falaki, basi atakuwa ni mwana wa chuoni mkubwa, ukimgusa vita. Lakini anaweza kutokana na sahaba mtu yuko kimya kabisa, hana tatizo, bali wakatukana wale wanaoitwa wana wa chuoni. Mtu kutukana si lazima mtukanie mtu mama yake au baba yake. Tunapozungumza kutukana wana wa chuoni ni kuondosha thika ya watu kwa wao, kwa ule hana kitu bwana, ukazua uongo. Leo watu wamezua uongo mingapi kuhusu dawa salafia na maulama wake. Hapa nchini kuna baadhi ya watu mashaikh wanasibishwa na sunna, na mtaja huyu Salim Barahiani alizungumza wazi na ikarushwa kwenye redio Imani. Mwanzo kabisa anasema hii dawa salafia imeanzishwa na Mfalme Fahdi. King Fahdi ndio kaanzisha dawa salafia jadida, akawatumia mashaikh Sheikh Muhammad Amani al-Jami na Rabiul Madkhali. Kwa hawa kazi yao ni kuwaponda tu wenzao, kazi yao kuwaponda wenzao tu, lakini hao ni mashaikh wa watawala. Maneno haya amearifu kutoka bwana mmoja akiitwa Muhammad Surur Zain al-Abidin. Muhammad Surur Zain al-Abidin anaishi Uingereza, yeye ndiye mwenye taasisi ya Al-Muntada al-Islami, na yeye alikuwa ni mwajiri, Barahiani alikuwa ni mwajiri wa Al-Muntada al-Islami, na kuna misikiti wameijenga na wana vituo, lakini viko chini vya Salim Barahiani. Sasa kwa sababu ya maslahi yale ya Al-Muntada al-Islami na kumwangalia bwana mkubwa Muhammad Surur Zain al-Abidin na magazeti yake Al-Bayani na mengineyo, analeta fikra hizi kwa sababu yeye alishazungumza. Hakumzungumza Rabiul Madkhali tu, yeye anazungumza kina Ibn Baz, kina Ibn Uthaymeen, kina Albani. Hao wote hawa ni salafia jadida. Hawa ni vibaraka wa watawala. Haya maneno yanazungumzwa na watu ambao ukiwaona wana alama na dhahiria yao ni sunna. Sunna iko wapi? Pana sunna ya kutukana ahlul ilmi. Alafu wakati huo mtu anamuenzi jitu kubwa la bid'a, Ibn Sina, zindiq Ibn Sina, kafir billah. Hao yazungumza wanaotuoni hapo kabla kama yule ni zindiki, kina Ibn Qayyim, kina Ibn Taymiyyah, bali ni Shia wa madhhabu ya Karabita. Sasa wewe Shia, wewe mtu wa sunna, alafu wamchukua Shia wamtukuza kwamba hii shule hii ni Ibn Sina. Ibn Sina Qurmutiyun. Makaramita kama mwajui kwa taarifa yenu, Makaramita ni wafuasi wa Hamdan ibn al-Ash'ath al-Qurmuti. Hamdan ibn Ash'ath al-Qurmuti wao ndio waliotoka huko sehemu za Kuwait na Bahrain, wakaenda mpaka katika mji wa Makka siku ya Hija, wakawachinja mahujaji, wakaipiga al-Kaaba na wakachukua Hajarul Aswad wakaenda nayo kwao miaka 21. Karamita. Leo unakuja kumwadhimisha mtu kama huyo. Alikuwa daktari bingwa kabisa, sasa akiwa daktari bingwa basi ite Christopher Columbus, mgunduzi wa mambo, tafiti mkubwa kabisa, sio? Ite Vasco da Gama, wataje wavumbuzi mbalimbali na wagunduzi mbalimbali makufari, wataje tu. Lakini ninachozungumzia hapa, utakuta watu wamepewa dhamana ya kuonekana kwamba hawa ndio wasimamizi wa sunna, wao ndio wanaovunja sunna. Wanawatukana maulama wa ahli sunnah wal jamaa na kuwafedhesha na kuondosha thika yao. Haya maneno sizungumzi kwa kubahatisha, ni maneno yako yamerekodiwa na yalirushwa kwenye redio Imani. Nimerusha kwenye redio Imani. Sasa pia kama mkisema hivi pia mchukia shauri yenu, lakini nimerushwa kwenye redio Imani na watu wakasikia, tukasikia na sisi. Mzungumzaji ni Salim Barahiani. Mko wa sunna kuwatukana wanawachuoni na kuondosha thika yao ni jambo baya kabisa.
Sasa watu walipoona sisi tunazungumza maneno haya na kutetea heshima za ahlul ilmi na kuondosha uongo wanaotupiwa wao, wakaona kama vile mambo binafsi. Hawa bwana mambo binafsi, vijana wamekuja wakikaa na mashehe zao wakazungumza nao vizuri, watu wana juhudi kubwa katika dawa. Sasa bishakuwa na juhudi kubwa ndio waweza kusema chochote, ukala nguruwe kwa pombe kwa sababu una juhudi, sio? Huwezi kuacha ukasema chochote kwa sababu una juhudi. Hii ni dini, na dini ina mipaka yake, na dini ni nasaha. Umenasihiwa umekataa, waanza kuleta upinzani, na walidhani ni jambo dogo kabisa kwamba wataipiga mara moja dawa salafia, takaa pembeni, watakwenda na maslahi yao, wataendelea. Walidhani hivyo, lakini kwanza kabisa waliwaambia hili jambo si dogo, hili jambo ni kubwa, kubalini haki, acheni mambo yenu mlikuwa nao, rudini katika usawa. Walidhani dawa salafia ni kama vile moto wa kifuu. Walidhani dawa salafia ni kama vile harakati za maandamano. Na sasa hivi hakuna maandamano. Subutu waandamane waone. Sijali, andamaneni. Hamuoni maovu yanayofanyika au? Andamaneni kuhusu sukari, andamaneni kuhusu kadha, andamaneni. Sio tukasema kuandamana. Lakini sasa wao wanaangalia upepo. Dawa salafia iangalia upepo. Tunaangalia haki wakati gani atakiwa isemwe na mahali gani, na tunazungumza yoyote mahali popote. Sasa wao walidhania kwamba ni mambo maskhara tu hivi, ni jambo litakwenda kidogo litaisha, tukimsambaratisha mtu fulani hivi kidogo, tukimzuia خلاص, ndio zikaja zile taarifa kwamba fulani na fulani waruhusi kusema kwenye misikiti yetu. Kwa misikiti wako tu, kwani huo wako? Misikiti ziko mingi tu, na mingine itajengwa zaidi biidhnillah, na watu watazungumza na ujumbe utafika. Kwa hiyo nataka kusema neno haya, kwanza watu wasichezee maulama, hili ni jambo la kwanza. Lakini pia wasidharau haki kwa sababu aliyesema ni fulani. Ukaona kwamba hawa vijana watu hawa kupiga hapa mara moja basi, usitazame namna hiyo. Wewe mtazame Allah subhanahu wa ta'ala, utakiwa mtazame kwake na uogope yeye. Jitazame pale uliposimama wewe, ni mkweli, ni haki, yale unayoambiwa ni maneno ya sawa, ni fatawa kutoka kwa ahlul ilmi. Kwa sababu watu walijengwa humu wetu, na hili pia naliongezea katika haya. Kuna watu walijengwa, kuna watu wakafanywa ni maulama, kwamba wao sasa ndio watarejewa kwa kila kitu. Kwa sababu Saudi Arabia kuna hay'atu kibari ulama, na Tanzania lazima tuwe na hay'atu kibari ulama. Kwenda kule unafikiri masala makampuni tu haya, kama wale bwana kampuni zao za tours, basi na sisi tunaweka tours, sio? Kibarul ulama ni wasfu fulani ambao unakuja kwa mtu akiwa ametimiza vigezo hivyo, ndio anaitwa katika kibarul ulama. Si ndevu tu na mvi, kwamba ana ndevu nyingi na mvi nyingi, basi huyu katika kibarul ulama. Wala hawakuchaguliwa kwa sababu ana ndevu nyingi na mvi nyingi, hawakuchaguliwa kwa sababu hiyo, kwa sababu wana elimu nyingi. Kuna watu na ndevu nyingi sana kumshinda al-Sheikh, lakini si katika kibarul ulama. Tunaelewana? Kwa hiyo kama basi tuunde hay'at kibarul ulama, hii itakuwa ndio jopo la maulama wakubwa, wao ndio watakuwa na kauli ya mwisho. Hapana, si hivyo. Tunataka kuangalia juhudi yako katika elimu, si kwenye kusema, juhudi katika elimu, tafiti zako za kielimu na manufaa ya kielimu katika kusomesha umma na kuitumikia elimu imefika wapi, na si shahada pia. Tumeelewana? Mtu asije kafurika na hilo kwamba mimi na thanawi bwana, wewe lazima mniheshimu hapo. Uko na kijijini kwenu huko watu hawajasoma wala hawajui thanawi ni nini, ukaanza kuwatambia watu na thanawi yako. Si hivyo, mambo ya dini haendi namna hiyo. Kwa hiyo sisi katika harakati za mwanzo kabisa tulizozianza, moja katika hilo ni kuwafunganisha watu na ahlul ilm. Watu tuita mashehe, tuambia sisi si katika hawa mashehe, sisi ni matulabu ilmi, wako maulama. Na njia iliyofanyika, walitoka watu, walitoka jopo la Watanzania hapa wakaenda mpaka al-Mamlakatul Arabia as-Saudia, Maka na Madina. Huyu ndio shekhe fulani, na huyu ndio shekhe fulani, na huyu ndio shekhe fulani, wote kutana mashehe
wakawauliza maswali, mambo ya kutatiza hasa wakati ule. Na hivi ndivyo inavyotakiwa. Kama uwezo uko, basi uwe na ukaribu na ahlul ilmi. Na talibul ilmi anapoingia mahali daia awafungamanishe watu na ahlul ilmi, na si kila anatoka Saudia akawa na kilemba na joho awa ni katika ahlul ilmi. Wengine madereva taxi tu kule. Hili lazima ulifahamu. Hili lipo. Mtu anatoka Saudia akawa hata hiyo sunna hajui. Walokaa Saudia hili wanalijua. Wanalijua hili. Liko wazi. Kwa hiyo si kila anayezungumza juu ya mimbari awa ni shekhe, na huu ndio ugonjwa mkubwa huko katika nchi zetu. Kuna watu leo wanapasishwa wanapewa ushekhe kwamba mashekhe kwa sababu wasema sana. Wana DVD nyingi mno na CD nyingi sana, kwa wao mashekhe. Ukizungumza ukasema hili kosa fulani kakosea, sasa mashekhe wenyewe kwa wenyewe wanaanza kuzozana. Mashekhe hawaelewani, mashekhe wanahusudiana. Hizi lugha ziko. Mbona muda umekwisha kwa 200? Saa ngapi? Toka saa ngapi? Bagala nusu. Ndio ratiba au kwa dharura hii? Haya, ngoja tumalizie ugonjwa huu. Mimi nimesimama sana katika suala la maulama na kuwa ni maalim min maalim hadhihi da'wa, kwa kuwa nafasi hii inachezewa sana na madhara makubwa yanajitokeza kupitia nafasi hii. Twapenda ukubwa, twaupenda ushekhe na hali ya kuwa bado. Na sisi tusiyosoma, kwa sababu hatutaki kusoma pia, twachezewa katika mlango huo. Tunaona kwamba kila anayejua kuzungumza basi ni shekhe. Na mara nyingine watu wanazungumza wakaikejeli sunna, wakaichezea sunna, lakini kwa sababu ya upenzi watu waliokuwa nao bado wanamzingatia huyo shekhe. Lakini kuna watu historia zao za kusoma ukizifuatilia, wao wenyewe wanazungumza historia zao, hawakusoma. Na mtu akwambia mimi nimehifadhi Qur'ani, nilipohifadhi Qur'ani alafu nikasikiza CD za shekhe fulani, basi nikaanza kuzungumza. Jamani, elimu ndio bora rahisi sana. Wako hawako? Hamjasikia? Kuna watu wanaelezea CV zao. Mtu anaelezea tarjama yake ya elimu, asema mimi nimehifadhi Qur'ani, na baada ya kuhifadhi Qur'ani nikasikiliza CD za shekhe fulani, nikazinunua, nikakaa nazo, nikazisikiliza, nikaanza kuzungumza. Unapata wewe mafunzo gani katika hilo? Kama wewe ukienda miaka, maana kuhifadhi Qur'ani mara nyingi katika hivi vituo vya tahfidhi watu hifadhi Qur'ani miaka 2, akili yako ikaa sawa, mwaka mmoja umemaliza Qur'ani. Haya, tujalie unakwenda miaka 3 ukasoma Qur'ani ukahifadhi, ulipomaliza kuhifadhi ukatafuta CD ukakaa ukasikiliza, kama ni 200 au 300, ukitoka pale uanze kutoa fatwa halali haram kadha. Jamani, kweli tutafika namna hiyo? Ndio dini itakwenda namna hiyo? Ukikosolewa wahusudiwa, uwache wewe untouchable, sio? Hakuna kuguswa wewe. Kiguswa tu balaa umma mzima unasimama. Si masala kuhusudiana. Mtu hawezi kuichezea dini akazungumza anapotaka yeye. Kwa mfano, katika mambo ambayo watu wanayazungumza na zile hisia zao tayari zishakufa kwa sababu ya upenzi tu. Kuna mtu mmoja anazungumza, nitamtaja huko mbeleni, na watu wa sunna ndio wanampokea. Anasema Dr. Sule, huyo mtu anasema hivi, namnukuu, huyu ana hikima zaidi kuliko sisi tuliobobea katika
katika fiqh, katika sheria. Huyu ana hikma zaidi kuliko sisi tuliobobea katika sheria. Ana hikma. Hikma gani alionayo? Anasema hata Sheikh Omar Bashir pale msikiti wa Mbechai, siku moja alizungumza, akasema alikwenda Maka yeye, aliporudi ikawa imekuja masala ya kutingisha kidole. Kuna watu wanazozana msikitini, hao wanasema tingisha, hao wengine wanasema sitingishe. Sheikh Omar Bashir kwa hikima zake akasema, kwa nini Waislamu tagombana? Anayetingisha na atingishe kidole, bali kama kutingisha tingisha hata nitamalizia. Sasa mimi nasema huku kutingisha kidole ni sunna na kutingisha tako na ni sunna. Sasa utamsifu vipi mtu huyu kwamba ana hikma? Ana hikma kweli kweli. Haya maneno yapo na watu CD zao wanazo, clip zile katika simu zao wanazo, na pengine mtu akafungua simu yake akasikiliza. Angalia kwenye YouTube iko kwamba Omar Bashir anasema moja tingisha, sio kidole tu, tingisha hata tako. Maneno yaweza kuzungumza msikitini na Muislamu, wachilia mbali shekhe. Sisi tuna hadithi ya Wail bin Hujr ya kutingisha kidole. Hii ya kutingisha tako kwenye swala, walafu walitingishaje kwenye swala? Usicheke. Haya maneno yasemwa na watu kwenye bodaboda, kwenye magari, kwenye redio. Haya maneno yapo na yanazungumzwa na hao mashaikh, watu mashaikh wa sunna. Ukikosoa hivi wao wanahusudu. La haula wala quwwata illa billah. Sasa anasema huyu Dr. Sule yeye alipoambiwa hivyo akauliza, kwani ukitingisha kidole hii maana yake nini kutingisha kidole? Akaambiwa ukitingisha kidole wampiga shetani. Sasa msigombane Waislamu, kama yeye awapiga wewe si unazuia, kwa hiyo wewe unazuia hivi mzapa anatandika namtandika shetani. Jamani Waislamu, hikma si hikma hiyo. Alafu ulizo Waislamu, wapi hikma? Mna nini nyinyi? Mbona mmezubana mna hiyo? Akili zenu ziko wapi? Hikma gani hiyo? Hiyo ni hikma gani? Haya maneno msifanye muelewe kama shujaa anasema akasema Nuruddin Kishki. Na mengi kwamba hawa masalafi hawa majamaa tablighi hawa ni bora kuliko masalafi. Kama yeye pekee anasema hajazulio, anawafadhilisha jamaa tablighi kwamba ni bora zaidi kuliko masalafi. Najua wapenzi wake mpo mmekasirika, kasirikeni. Sisi tunasema matatizo yanakuja kwa sababu ya watu kupeana ushekhe. Mimi si shekhe, mimi ni talibul ilm, na wasaidia ndugu zangu tuliozidia nao kimaana. Tunao ahlul ilm kibar. Hatutaki kusema ovyo ovyo katika dini ya Allah. Hii ni dini na mipaka yake. Ikiwa masala mathalan kama ushamsikia Sospita Muhongo azungumza masala ya gesi na uwekezaji, angalia anavyochezea tena watu wengine na PhD. Sasa wewe uelewi hili jambo liko hivi na hivi, anataja kikorokoro kimoja kwa sababu ni bilioni 4. Wewe unaweza kununua wewe, unaweza kuwekeza wewe. Sasa ile ni fani yake, yule ni mtaalamu katika jambo lile. Ukija kwenye udaktari hivyo kuna watu madaktari, ukija kwenye sheria kuna watu ni wanasheria. Hii dini ina watu wake. Kwa nini wewe ujitembelembele kusema kwenye mitandao uko zungumza kwenye mikahawa watu wanataka kwenye kahawa? Mimi naona wajua hapa waanze kuzungumza kwenye kahawa. Maana watu wana tabia. Itakuja mada ya mpira, watu wote wanachangia. Watu wa Manchester United watachangia, watu wa Manchester City watachangia, watu sijui wa Arsenal watachangia, kila mmoja atachangia kidogo. Liverpool watachangia, watu wa Barcelona watachangia, watu wa Real Madrid, kila mmoja atachangia kwa sababu ni mada haina mwenyewe. Wewe ukiwa fundi wa kusema utasema. Ikija siasa, Chadema watasema, CCM watasema, yani Ukao watasema na CCM watasema. Siasa itazungumzwa. Kila mmoja hapo ikibadilika, ikija dini watu wote watasema. Sasa hii dini ni kama siasa, kama mpira, sio? Kwamba watu wote sasa wana haki ya kusema. Mimi naona kwamba hiyo rai ipeleke nyumbani kwako kwa mke wako na watoto wako.
Sisi hatutaki rai zako katika dini. Hakuna mkongwe katika dini kwamba mimi ni mkongwe, mzee siku nyingi nimeona mengi. Kama hukusoma hakuna ukongwe. Aliyekuwa na haki ni aliyezungumza kwa dalili. Wasallim alqausa ila abari, upinde ukabidhi kwa wenyewe. Hata kwenye vita pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapokonya watu mishale. Leta mishale, mpe Saad, kwa sababu Saad alikuwa ni ramia, akipiga akosi. Kama mishale imepungua, leta mishale, kuleta inachukuliwa, mpe Saad, piga Saad, irbi ya Saad. Saad akipiga akosi. Katika vita vya maneno anamwita Hassan bin Thabit, anazungumza Abdullah ibn Rawaha, anasema Mtume uhju Quraisha fa innahu ashaddu alaiha au alaihim min waq'i an-nabl au min rashq an-nabl. Washambulia Makuraishi kwa sababu maneno kwa Makuraishi ni makali zaidi kuliko mshale. Akazungumza Abdullah ibn Rawaha, akazungumza fulani, Mtume akamwambia Hassan sogea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Hassan, mimi nataka niwamalize Makuraishi. Mtume akamwambia taratibu, mimi pia katika Makuraishi. Akamwambia mtakunyofoa katika wao kama vile unywele unakunyofolewa kwenye kitonge cha unga wa ngano. Mtakutoa wewe, lakini mtawamaliza wale. Na wapo kisamona Hassan amesimama, wanainama wanakimbia. Kwa sababu Hassan akisema maneno yake ni radi. Wa ruhul qudus ma'ahu, wa ruhul qudus ma'ahu. Hivi ndivyo ilivyo. Sasa katika masala ya elimu kuna wenyewe. Hiyo baraza yako ya kahawa hiyo na maskani yako haijakupa uhuru kwamba useme chochote. Utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.